tukio linajibiwa kwa tukio, na kwa sababu ilikuwa ni tukio moja muhimu sana kwa taifa letu, ni tukio muhimu sana kwa Tanzania na kwa Zanzibar. Watanzania wengi baada ya kupata taarifa kwamba Ikulu ya Zanzibar siku ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na tukio muhimu la utiaji saini ya tamko la pamoja kati ya ACT na CCM, kwa kweli kila mmoja alikuwa na mawazo yake juu ya tamko hilo litakuwa ni vipi. Wengine walishaambiwa tamko linalokwenda kutamkwa ni serikali kuwa pasu kwa pasu kati ya CCM na ACT Wazalendo. Lakini mara baada ya tamko ikabidi baadhi ya viongozi wa ACT watumie nguvu kubwa kuwaelimisha wanachama wao. Sasa chama cha wananchi CUF Zanzibar, kwa sababu jambo lililotokea asili yake lilitokea Zanzibar, kwa hivyo na sio kwamba lilitokea Zanzibar tu, lilitokea na mdau mkubwa asili yake ilikuwa ni CCM na CUF. Kwa hivyo licha kwamba viongozi wetu walialikwa, hata mimi nilikuweko kule, lakini tulikuwa na mambo ya kujiuliza mara baada ya kusomwa tamko, na tukasikiliza hotuba 3, moja ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia, lakini nyingine ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo, nyingine ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein. Jambo ambalo kuwa limetufanya tuwaite na sisi tuzungumze la kwetu. Tamko kama tamko, hata chama changu linaunga mkono, kwa sababu maudhui yaliyokuweko kwenye tamko, kama sikosei, kulikuwa na sintofahamu mara baada ya uchaguzi, lakini vipi tutaimarisha demokrasi, vipi tutaimarisha umoja wa Zanzibari kisiasa, kiuchumi, kibiashara na mengine ambayo kwa yamezungumzwa, lakini kiufupi ni kuimarisha amani tulionayo kwa faida ya Wazanzibari, umoja tulionao kwa faida ya Wazanzibari, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maslahi yetu. Kwa kweli, kwa Mzanzibari yoyote mwenye akili yake timamu hawezi akakataa kilichozungumzwa kwenye tamko hilo, kwa sababu msingi wa mafanikio wa mtu yoyote, taasisi yoyote, ni kuwa na umoja endelevu, amani endelevu na mashirikiano endelevu. Kwa hiyo sisi hilo tunaliunga mkono, na tunawapongeza sana viongozi wetu, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa ACT Wazalendo.
kwa sababu kama tunavyokumbuka, kafu ndio waasisi wa muafaka, kafu ndio waasisi wa umoja wa Zanzibar. Na kutokana na hali hiyo, kama mnavyokumbuka tulikotoka, tulipo, tunakotaka kwenda, lakini kweli tunakumbana na vikwazo vya aina tofauti tofauti. Tukianza kuchambua hotuba za viongozi juu ya tamko, Mheshimiwa Rais wa Muungano alizungumzia maridhiano si udhaifu. Ni kweli maridhiano si udhaifu, lakini watu wanapogombana, unaambiwa kuna dalili tatu za mtu mnafiki. Ya kwanza, akiahidi huwa hatekelezi. Lakini la pili, akiaminiwa hufanya hiana, na anapogombana yeye hung'ang'ania tu ugomvi, hata watu wakitaka kufanya suluhu yeye hataki. Kwa hivyo maneno yaliyozungumzwa na viongozi wetu na ahadi nzuri zilizotolewa, kila mmoja atajiweka pahala ambapo kwa anajua hapa ndio pahala pangu, katika sifa 3 au 4 za mnafiki. Lakini tunachowakumbusha viongozi, tunachowakumbusha Wazanzibari, tunachowakumbusha Watanzania, huu muafaka haukuanza jana. Muafaka asili yake, tumepita katika mlolongo wa mambo mengi, hatuna haja kuchambua moja baada ya moja. Lakini muafaka uliokuja tupa wasiwasi wa mwanzo akiwa Rais Dr. Salmini, aliyokuja usaini Mheshimiwa Haji Mkemwa na Mzee Mlo. Watu wakasema jambo kubwa hili iweje wasisaini maraisi, wanasaini hawa. Lakini tukaendelea na figisu mpaka tukaja tukafikia pahala pakuwa na serikali ya umoja wa kitaifa, umoja wa Wazanzibari. Umoja wa Zanzibari haukuletwa na CCM na kafu, lakini waliosimamia kuuleta umoja wa Zanzibari ni CCM na kafu, na ndio mwisho wa mijadala yao waliokuwa nayo CCM na kafu, ikazaliwa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunashukuru viongozi wetu wakati huo, marehemu Maalim Seif Sharif Hamad alikubali kuacha madai yake kwamba kila uchaguzi unaokuja ananyang'anywa, nafanya hivi. Wakaenda wakakumbatiana na Dr. Sheni, wakati umma ulikuwa umejipanga Bwawani, wanataka kufanya vurugu. Kwa bahati siku ile, siku ya 3 yake, mimi nilikuwa pamoja na Maalim. Anaambia, bwana, wenzangu akanikumbusha, bwana Maalim, kumbuka tulichokubaliana juu ya kuelekea umoja wa Zanzibari. Wale watu kawaondoshe pale Bwawani, watauliwa. Maneno hayo Maalim anatuhadisia sisi tulikuwa watu 3 na yeye mwenyewe 4. Asema nikamtuma Jusa akawaondoshe, wakenda Jusa akatukanwa. Nikamtuma Nasr Mazrui, wakamkataa. Nikatoka mimi mwenyewe, wakaanza kunikataa. Nikaambia, basi ikiwa mnasema mimi ni rais wenu, si rais wenu tena, nishajuzuru. Wakakubali, nikawachukua mpaka darajani. Matokeo yake akenda akatekeleza takwa la Wazanzibari, wakakumbatiana na Dr. Sheni.
Dr. Shein akatangazwa, tukaanza serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa haikuwa chaguo la kafu au la CCM, ilikuwa ni la chaguo la Wazanzibari, na ndio waliokwenda kwenye kura ya maoni. Matokeo yake asilimia karibu 69 au 70 walikubali serikali ya umoja wa kitaifa. Tunashukuru na tunaombea dua viongozi wetu wale, na hususan marehemu Maalim Seif, Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake na amlaze mahala pema peponi. Baada ya serikali ya umoja wa kitaifa, kulikuwa na mambo mengi yaliyotakiwa yafanywe ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa. Wakati huo mwanasheria mkuu aliyetengeneza mfumo wa serikali ile alikuwa ni miongoni mwa waliotengeneza, mmoja ni Othman Masudi, ambaye kuwa leo ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Aliyetengeneza mfumo, aliyechangia mfumo huo wa serikali ya umoja wa kitaifa, umoja wa Zanzibari, mmoja alikuwa ni mwanasheria mkuu wa serikali wakati huo akiwa Othman Masudi. Sasa kilichofuata, kulikuwa na madai ya msingi yalikuwa yatekelezwe ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, na moja kati ya madai hayo ni walioathirika na siasa, waliofukuzwa makazini, waliowekwa jela, waliovunjiwa nyumba zao, wale watu wa Mtoni. Lakini jambo la kusikitisha, pamoja na kwamba manguli wa kisiasa walikuwemo, lakini takwa la watu wa Zanzibari lilo walilowakilitaka hawakulitekeleza kikamilifu, na wakiwemo wanasheria nguli, wasomi waliobobea, akina Omo kama tunavyozungumza. Wakati huo yeye akiwa ni mwana CCM kindakindaki. Tulijaribu kulikumbusha. Kwa bahati muda mfupi mara baada ya serikali ya umoja wa kitaifa ikaja ikazama meli ya Spice. Mimi binafsi Al-Makame nikatoka mpaka kwa makamu wa kwanza wa Rais Maalim Seif, Mungu amrehemu. Nikamwambia Maalim, watu wengi wamekufa ndani ya serikali yenu. Angalia, nyumba moja wanakufa zaidi ya watu 6-7 kwa meli. Twajua utaratibu wa meli zinakuwa na insurance na haiwezi kutembea bila kuwa na watu hawa. Mnafikiriaje? Kuna wengine wamepoteza mali zao, wafanyabiashara ni maskini. Ninachokwambieni, nikamwambia Maalim maneno haya, Maalim, kumbuka wewe wakati unasoma unateremka meli bandarini pale, ile figisu ya kwenye mlango wa meli kutoka, hebu fikiria vifo vyao watu hawa vilikuwa vipi? Na leo serikali inashindwa kuwafikiria namna gani ya kuwafidia watu hawa. Itakuwa hatukuwatendea haki Maalim watu hawa. Rudi nyuma ufikirie sana maisha ya watu. Kuna nyumba nyingine watu 5-6 wamekufa, familia moja. Nawaambieni waandishi, haki ya Mungu, Maalim yalimtoka machozi, alilia akifikiria jambo hilo. Wakati huo mwanasheria mkuu ni huyu Othman Masudi. Lakini nikamwambia, fikiria watu wa Mtoni wamevunjiwa nyumba zao bila makosa. Tume imeshapita, hawa watu walipwe. Mbona hili jambo mnalisahau? Naambieni hivi, twakumbusha muafaka wa Wazanzibari, twakumbusha umoja wa Wazanzibari unavyotakiwa uwe. Matokeo yake hakuna kilichofanyika. Sasa kilichotokea kabla ya umoja huu wa muafaka huo, kama mnakumbuka,
kulikuwa na wazee wa Pemba wakatangaza kujitenga baada ya kuona kwamba mazungumzo ya CCM na kafu hajapata mwafaka na nini, wakasema bora kujitenga sisi. Kwa bahati na mimi nilikuwemo kwenye kundi lile, nilikuwa mratibu wa swala lile. Wakati huo msimamiaji wa United Nations bwana mmoja akiitwa Oscar Fernandez, tukaenda mpaka yakapatikana yaliyopatikana, lakini wakati tunakaribia kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa, ishapigwa kura, akasema kwamba sisi mara moja mtakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa tutaisaidia serikali kuwalipa wale ambao kuwa wanadai au tume ametaka walipwe. Matokeo yake kilichotokea wakati huo, msaidizi wa kisiasa wa Ban Ki-moon, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alikuwa ni Mama Asha Rose Migiro, yupo mpaka leo. Siku hiyo tukakutana na Oscar Fernandez, akamwambia ana Migiro amekuja wakati serikali ya umoja wa kitaifa ishaanza. Anachokuja ni kusimamia na kuikumbusha serikali namna gani itasaidia kuwalipa fidia wale watu ambao wameathirika. Na siku hiyo nilipokutana na Maalim nikamwambia, akanambia nitazungumza na nani ashughulikie swala hilo, lakini kwa sababu washauri alionao, washauri sio yeye, kumbe na wao hawautaki huu mwafaka. Hao washauri aliokuwa nao yeye anataka, lakini kuna wengine hawautaki. Kwa hivyo juu ya suala hili, yale mambo ambayo kuwa yamesahauliwa wakati ule, tunamwomba Dr. Hussein afikirie sana kwamba kuna watu katika mwendelezo wa mwafaka, kuna watu walivunjiwa nyumba zao, kuna watu walifukuzwa makazi, kuna wengine waliekwa ndani, akiwemo huyo Babu Juma Duni na wenziwe, na mpaka leo hawajafidiwa chochote. Na wakati huo miongoni mwa waliokuwa wanasheria nguli ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Mzanzibari Kindaki. Jamani, tunazungumza haya, sisi kafu ndio waasisi wa mwafaka, tunakubaliana na tamko, lakini tamko halipo kikatiba. Kuingia ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa ni maamuzi ya Wazanzibari, ipo kikatiba. Kwa nini kama kweli wanatafuta umoja wa Zanzibari, kama kweli wanatafuta, kwa nini wasiingie kwenye serikali ambayo kuwa ndio muafaka halisi kikatiba? Wanakwenda anakaa vichochoroni, wanaanza kusaini mambo ambayo kuwa hata ajenda hatuzijui. Kwa sababu unaposema unatafuta umoja wa Zanzibari, kile ambacho kuwa kimetayarishwa na Wazanzibari anza kukitumia, halafu uwaombe kitu chengine. Kwa hivyo Wazanzibari walitaka serikali ya umoja wa kitaifa, uchaguzi wa namna gani, tume namna gani. Matokeo yake tume ya uchaguzi kuna makamishna wawili wa ACT Wazalendo na vyama vingine. Sheria inazungumza wazi kwamba mara baada ya uchaguzi aliyepata asilimia kadhaa kama zinavyotajwa kwa mkunani, unatakiwa upeleke jina la nani anakuwa makamu wa rais, tena mnatakiwa mpeleke majina matatu, rais achague. Lakini kutokana na idadi ya wawakilishi uliopata, unatakiwa upeleke majina kadhaa kwa ajili ya nafasi ambazo kwa utapewa. Sasa leo iweje wawakilishi, wewe unasema mchuzi ni halali lakini nyama ni haramu? Mbona mnayumbisha Wazanzibari? Nani ambaye kuwa hautaki mwafaka? Wawakilishi wamekwenda wameapa, na wale waliwaambia kama nyinyi hamtaki sisi tutakwenda bwana, mwakilishi si ni haki yangu. Leo kwa nini ile haki ya katiba mnawafanya Wazanzibari wasiheshimu haki ya katiba, waheshimu saini ya Omar Ali Shehe na Dima?
Tuna kumbukumbu ilikuweko saini ya Haji Mkema na Mlo, lakini mwisho wa siku ilibidi 2001 watu wakaandamana wakafa. Tena maandamano mazuri tu, hawakwenda kuchoma nyumba ya mtu, hawakwenda kuchoma vituo vya mafuta, na walitoa tamko, tulitoa wanakafu, sisi tutaandamana, madai yetu ya msingi ni haya. Madai yakatekelezwa kwa asilimia iliyotekelezwa, lakini yakapita maamuzi ya Wazanzibari. Leo watu wanakataa maamuzi ya Zanzibari, wanatafuta yao. Tunawaomba watangaze kwamba muafaka huu hawautambui, wanatengeneza wakwao Mbeya City na CCM. Kwa sababu tumezipitia hotuba zote. Hotuba ya Mheshimiwa na Mama Samia tunaipongeza sana. Ni hotuba kweli ya kiongozi wa taifa, na maneno aliyozungumza ni ya msingi, kwamba kukubali kukaa pamoja kwa maridhiano au kwa kujadiliana si udhaifu. Kwa hivyo hata kafu hatukuwa dhaifu wala CCM haikuwa dhaifu, lakini pale ndio tulipoangalia maslahi ya Wazanzibari, maslahi ya Tanzania. Lakini leo unapokataa kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, unavunja katiba, halafu na sisi tushangilie kwa kuvunjwa katiba. Mnaona ni haki hiyo? Ni haki kwamba katiba inavunjwa, mtu anatafuta ya kwake binafsi, halafu watu wanabembelezana huko, bana ingia au siingie, sijui hatutaki. Kwa sababu hata huo makamu wa rais mpaka leo anaomalizana nao, hata kupiga kura yeye hakupiga uchaguzi ule, mnajua nyinyi. Sasa leo unapojifanya wewe ni muumini wa haki, tenda haki. Kwa hivyo tunachoambia, kukataa kuingia ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, katika hotuba ya Mheshimiwa Othman Masoud ilikuwa ina mambo matatu makubwa. Kuna ambao kuwa wanakubaliana na muafaka. Kweli sisi watu wa kafu wote tukubaliana na muafaka kwa sababu tumeuzaa sisi na CCM. Kuna ambao kuwa wana wasiwasi. Kweli Mbeya City wana wasiwasi. Mbeya City ni ACT Wazalendo kutokana zile rangi zao, kwa hivyo hatuna tatizo kuita Mbeya City. Wana wasiwasi, na ndio viongozi wao wakaanza kwenda kutoa matamko ya peke yao, kwa sababu tujua kwamba matamko sasa yatakuwa yakitoka kwenye vikao vya pamoja, halafu yake leo wanaanza kupita huku na huku kuanza kuambia watu ajenda hazikutangazwa pale. Leo anakuambia kuna agenda, mashauri watachaguliwa, halafu utakwenda wapi na wapi. Lakini waliokuwa hawautaki muafaka, watu wa kwanza ni vigogo wa ACT. Kwa sababu kama ingekuwa wanautaka muafaka, wangeingia serikali ya umoja wa kitaifa kutekeleza takwa la kikatiba, kutekeleza matakwa ya Wazanzibari. Hata kama ni kidogo mlichopewa, chukueni halafu mkadai kingi. Kwa hiyo tunasema kwamba kafu kinaheshimu sana katiba na kinaheshimu maridhiano, kinaheshimu muafaka ambao kwa wameuzaa wao. Lakini inaelekea ndani ya viongozi wa ACT hawakubaliani na muafaka, wanataka muafaka. Tunawaomba watangaze kwamba muafaka uliofanyika 2009 na 10 hawautambui, ili waanzishe muafaka wao. Tunamuomba Mheshimiwa Rais, tunaamini Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Rais wa Muungano ni watu ambao kuwa kila leo wanapambana kuhakikisha tunaendelea vipi na amani tulionayo, tunaendelea vipi na umoja tulionao, tunaendelea vipi na mshikamano kwa faida ya Tanzania, kwa faida ya Zanzibar. Kwa sababu huwezi ukazungumza uwekezaji mkubwa wakati kuna vurugu katika taifa. Huwezi ukazungumzia ukuzi wa biashara wakati kuna vurugu. Na hayo yamekufa Zanzibar. Lakini tuliona wakati wa kampeni wengi walikuwa itakuwa ngusupu mara hii,
Hatutoi dini mara hii mtakiona, mara hii wizi basi. Sikiliza mheshimiwa, tunazungumza kwanza, usiite watu wezi. Nyie Mbeya City msiite watu wezi, kwa sababu nyinyi mnadumu kwenye mikono ya wizi. Na wala msiseme kama mnamwenzi Maalim Seif, kwa sababu nyinyi wenyewe mnakiuka na maelekezo ya Maalim Seif. Wakati Maalim Seif anataka kuhama kafu kwenda Mbeya City au ACT Wazalendo, aliwaambia, alikuwa akipita kwenye matawi ya kafu kwamba ikiwa kafu ni majengo, tutawaachia majengo yao, sisi tutaondoka na nguvu yetu. Ikiwa kafu ni majengo, kama chama ni majengo, sisi tutaachia majengo yao, tuone hicho chama chao kitafika wapi. Sasa leo iweje marehemu kaacha usia, msichukue mali za watu za kafu, leo mnazichukua. Matawi mlionayo, ofisi mlizonazo, asilimia kubwa ni mali ya kafu toka kabla ya 2014. ACT imezaliwa 2014. Na sisi ACT tunaijua kwa sababu ni mjukuu wetu. Kama hamjui, ACT ni mjukuu wa kafu, kwa sababu chanzo cha ACT kimetoka ADC. ADC imeanzishwa na Hamad Rashid. Hamad Rashid alikuwa kafu. Baada ya kuanzisha ADC, wakatoka watu ADC wakaenda wakaanzisha ACT Wazalendo, na mwanzo wakiita ACT Tanzania, mwisho wakaita ACT Wazalendo. Kwa hivyo ni mjukuu wetu, sisi tunampenda, kwa sababu zote babu lazima ampende mjukuu wake. Sasa mimi siwezi nikamwona mjukuu wangu anataka kuingia kisimani mimi nikamwacha. Siwezi nikaona kwamba leo ACT wanavunja katiba, wanavunja umoja wa Zanzibari, kafu tukanyamaza. Warudi, sisi tutafurahi sana ikiwa tutawaona kabla ya mjadala wowote unaoendelea. Ikiwa hatujawaona ACT, mjukuu wangu nenda nyumbani. Hili jambo la muafaka lilitupa tabu sana mpaka kufikia hapa. Kuna roho za watu zimepotea, kuna mali za watu zimepotea, lakini tukakubali kuweka maslahi binafsi, tukaweka maslahi ya Zanzibari. Leo anakuambia kwamba wao hawataki veo, hawataki nani. Si kweli, kwa sababu yeye anajua alipo maisha yake yote atakuwa analipwa. Mbona wawakilishi walikataa na wakasema sisi tutakwenda kuwapa? Kwa nini yeye asije kuwapa? Kwa sababu mambo yake yanakwenda vizuri. Kwa hivyo tunavyotahadharisha Wazanzibari, tuna viongozi wazuri. Dr. Hussein, muundo wa serikali yake kila mmoja anaupongeza, na sisi hatuwezi tukasema kwamba Dr. Hussein si rais, labda hakuchaguliwa. Sisi hatuwezi tukatovuka adabu tukasema hivyo. Hatuwezi tukasema kwamba Mama Samia hakupigiwa kura, hatuwezi tukatovuka adabu tukasema hivyo. Mama Samia ni rais wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria, hata kama kuna mapungufu ya namna gani, na Dr. Hussein ni rais wa Zanzibar kwa mujibu wa sheria. Tunawaomba ACT Wazalendo waache unafiki, kusema kuna makundi ambayo kuwa hayataki muafaka, na miongoni mwa hao wamo ndani ya serikali, wana nyadhifa kubwa. Kumbe ni sawa sawa na yule Korosheni aliyekuwa akijifanya mchana aogopa mabata, lakini usiku ndiye mwizi wa mabata. Basi kwa Korosheni hawezi kuiba bata wenyewe anamuogopa. Kumbe ni mbinu yake ni kwamba usiku yakiibia mabata asishingizwe yeye kwamba kaiba. Sasa wasishingizie kwamba kuna watu ndani ya CCM hawataki muafaka, wakati kumbe wao ndio walikuwa hawataki muafaka. Kama wanautaka muafaka, waingie ndani ya serikali, halafu wakaanze huo mjadala mwingine. Sasa hichi tulichokipata baada ya kukihifadhi tukaanze kuchukua vitu vingine, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hatuwezi tukaleta haiba nzuri ya Zanzibar ikiwa kuna wengine ni wanafiki. Na ninachowaambia Mbeya City, ikiwa mtaendelea na unafiki wenu huu, hamna safari. Lakini pia mkiendelea na wizi wenu,
wa kuchukua mali za kafu mkazifanya ni zenu, kwa sababu sisi karibu tutasoma Al-Badiri, tuambia kabisa, na Sheikh ashatuambia kabla ya kusoma Al-Badiri kwanza watangazieni. Kwa hivyo tutatumia fursa hii kuwatangazia viongozi wa ACT Wazalendo na wengine waturudishie maofisi yetu. Ndugu waandishi, kuna mengi ya kuzungumza, lakini swala la msingi ambalo kwa tumewaita ni kuelezea wasiwasi wetu na msimamo wetu juu ya kile kilichotokea tarehe 9 mwezi wa 7 2026 Ikulu. Tunakubaliana na saa za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tunakubaliana na maneno aliyozungumza Dr. Samia, lakini tuna mashaka miongoni ambao kuwa hawakubali mwafaka na hawautaki magogo ya ACT ni wamoja, kwa sababu tungefurahi wangesema sisi tuko ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, lakini kuna 1 2 3. Sasa ili tuendeleze, tunataka lifanywe hili. Ni bora wangeingia wakaja wakatoka kwa kukataliwa matakwa yao kuliko kukataa haki ya Wazanzibari. Mnatunyima hilo. Nadhani limekaa vizuri juu ya masuala ya tamko. Lakini jengine, najua waandishi mna wasiwasi mkubwa kuhusu yanayotokea kwenye chama cha wananchi CUF. Kuna baadhi ya watu wanakuambia leo wametoka 200, kesho wametoka 100 ngapi. Nachowaambieni, CUF aliye CUF hasa hawezi akatoka CUF ambaye kuwa ni CUF. Na hawa wengine ambao kwa kwanza hakuna watu 200 waliotoka. Kwa mfano kama huyu alitangaza kwamba kuna watu 200, anaitwa Rajabu, yeye alishindwa kura ya maoni kugombea kwenye tawi ambao kwa pengine alitaka watu 40 tu, alishindwa. Atawezaje kupata watu 200 wa kutoka? Walikwenda kukaa kwenye magari mabovu pale, maana yake hata uwezo wa kwenda kukaa kwenye ukumbi ambao kwa unastahiki, lazima na nyinyi mkiamua mjambie. Alafu anakuambia watu kwa niaba ya watu 200 wametoka. Usanii siku hizo umekuwa ni mwingi, lakini wale wameogopa mshindo unaokuja, kwa sababu mnafiki yoyote sasa hivi ndani ya CUF hatobakia, na wale ni wanafiki, matokeo yake wameamua kufanya hivyo. Lakini hata yuko kiongozi mmoja anaitwa Dunga. Dunga alishiriki kwenye uchaguzi ambao kuwa umemweka mwenyekiti wetu Mirambo kuwa mwenyekiti, na yeye aligombea kwenye uchaguzi huo nafasi ya mwenyekiti, akaridhia kila kilichofanyika pale. Mwisho wa siku, baada ya kushindwa, amekaa miezi 3 4, anaanza kusema wanaoongoza chama ni wahuni, hawakuwekwa pale kisheria. Tunachowaambia Watanzania, tunachowaambia Wazanzibari, uchaguzi umefanywa kisheria, msajili na taasisi nyingine za kisheria ziliridhia hilo. Kilichobakia ni watu ambao kuwa wanatafuta umaarufu, kwa sababu siku hizi hata ukienda ukijificha kwenye nini weza rekodi simu yako tu halafu ukarusha. Lakini tunachoambia, CUF iko imara, na wakati wowote mtaona mziki wa CUF. Tunasema wale waliosema CUF itakufa watakufa wao, lakini CUF itaendelea kubakia. Ndugu waandishi, natumia fursa hii kuwapa nafasi ya kuuliza maswali kwa kile ambacho kuwa nataka ufafanuzi zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa waandishi, yule ambaye atakuwa na swali la kuuliza au anahitaji ufafanuzi anyonye mkono, alafu atasema jina lake na chombo chake ili aendelee na kuuliza swali. Karibuni. Mimi naitwa Yali Asali Furaha na kutoka Furaha Kenya. Mimi nitaka kujua azma ya kutuleta hapa sisi leo, kuwa mnaunga
hoja yenu kubwa ni ipi? Mnaunga mkono tamko ama kitu gani? Kwa sababu hapa naona mmezungumzwa mada zaidi ya 3, sijui matawi, sijui kuhamahama, kufanya nini na vitu vingi. Sasa mimi nataka kufahamu ili tuondoke na kitu. Kafu hizi kafu bwana, nazungumziaje juu ya hii mada kwa upande wa siku ya leo? Bwana Yahya, au sio? Ndio. Sijui ulikuwa sinzia. Kitu cha kwanza tulichokizungumza na naendelea kukitulia ufafanuzi, twaunga mkono tamko. Na kwa sababu gani tunaliunga mkono tamko? Msimamo wake uliotoka ndani ya tamko kuimarisha umoja, kwamba demokrasi ina matatizo, kwa hivyo ilipotokea sintofahamu. Ni kweli, kwa sababu hata si hatukupata hata jimbo moja, mnifahamu lakini kuimarisha amani, kufanya hayo kutasaidia kuwa na uchumi, uwekezaji ambao kuwa upo, manake hii ni kutakuwa na hali ya utengamano. Lakini tamko likazungumza kwamba wanaangalia umoja wa Wazanzibari, sio vyama. Na ndiyo sisi tukasema tuunga mkono hilo, kwa sababu umoja wa Zanzibari sasa unaanza kukiukwa, kwa sababu kura ya maoni ndiyo umoja wa Zanzibari ya kuingia serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa nini hawa wanasema kwamba wanataka umoja wa Zanzibari, lakini haya maamuzi ya kikatiba hawayafuati, wanaenda kutafuta ya kwao ambayo kuwa hayajakuwa umoja wa Zanzibari? Kwa hivyo tamko letu hatukatai, na tukasema tunakubaliana nayo, na tumnamsifu Mheshimiwa Rais kwa kuwa mvumilivu na kuwa muungwana, kuwasubiria. Kumbe hawa wengine ni makorosheni. Korosheni ni mtu mmoja, alikuwa ni mwizi wa mabata, lakini huyu mwizi wa mabata mchana yeye akijifanya bata amuogopa, na yale mabata huibiwa usiku. Matokeo yake usiku yakiibiwa ambapo korosheni hawezi. Na ndio kasema hotuba ya Mheshimiwa Uthman Masudi, kasema kwamba kuna makundi matatu. Kuna kundi moja linakubali muafaka, ambayo kuwa ni sisi kafu, kwa sababu muafaka ni mtoto wetu. Kundi jingine lina wasiwasi. Nikamwambia ni kweli, Mbeya City ndio waliona wasiwasi, ACT Wazalendo, na ndio wakatumia nguvu kubwa kwenda kuelimisha watu wake. Lakini kundi la tatu hawautaki. Miongoni mwa waliokuwa hawautaki ni vigogo wa ACT, kwa sababu kama wanautaka kwanza wangetekeleza takwa la kikatiba na takwa la Wazanzibari. Tuko pamoja? Hapo naamini aliyekuwa hajapata cha kushika atuambie. Sawa? Uliza swala jingine lolote, utapata ufafanuzi nzuri tu ndugu yangu. Kuna swali jingine jamani? Naam, naam. Nataka kufahamu endapo haya mliozungumza labda yatatokana yalivyo kama kafu na kwa nini nyingine zaidi mtachukua ili kuhakikisha hili jambo la sawa. Kwanza haya tunayozungumza yalianza kupigwa teke mwafaka wa kwanza, wakati wa kwanza ndani ya serikali. Unajua, nimezungumza kwamba kuna vigogo hawataki maendeleo ya mwafaka, na hawa vigogo ndio wanajifanya ni washauri wakubwa Maalim Seif. Kwa hiyo wakati nimeeleza hapa, nilikwenda mwenyewe kwa Maalim Seif nikamwambia, haya mambo, wewe uko ndani ya serikali, kuna watu wamevunjiwa manyumba yao kule Mtoni, wengine wamekufa, wengine wakapata maradhi, na hili jambo liko ndani ya mwafaka. Kwa nini hulichukuli hatua? Lakini nikamzungumzia kwamba kuna watu wamekufa kwenye meli, nyumba moja wamekufa zaidi ya watu 6, na cha hivi tu. Ni maneno ambayo kuwa yalimgusa sana mpaka yeye mwenyewe akatoka na machozi. Wala sizungumzi hivi kama namzulia maiti. Kwa hivyo sisi wajibu wetu ni kusema, kwa sababu twaheshimu tamko. Tutasema tunapostahili kusema, utekelezaji ni wao wenyewe. Lakini hatutosema kwamba ikiwa haikufanya hivi ni mguu supu. Si hatuko huko. Ikiwa haikufanya hivi, mara hii sisi tulikuwa na jino kwa jino, leo wote tumekuwa na mapengo hapa. Au sio?
Tulikuwa ngangari, lakini kila mmoja achechemea siku hizi. Tumejifunza siasa kutokana na matatizo yaliyotukuta. Kumbe siasa ni ustaarabu wa kuwafanyia watu wanaoyataka, na ndio mara nyingi huwa tunazungumza kwamba tutakwenda kwenye siasa ya uchumi. Sio bwana piga ua, kuna watu wamekufa. Mfano mdogo hapa, huyu kiongozi wa Mbeya City walipofanya uchaguzi ulipofanywa wa 2020 kuna watu waliuliwa, wakati tume Hashim Bita ilipendekeza waliokufa kwenye maandamano 2001 katika masuala ya mwafaka wale watu wasaidiwe. Lakini toka ingia serikalini, lakini sio kuingia serikalini tu, akiwa mwanasheria mkuu hakuwahipo kusema kwamba wale watu waliotajwa kwenye tume Hashim Bita walipwe, lakini akapita kinyemela. Huu uchaguzi uliopita kuna watu wakaenda wakalipwa, hata taarifa serikali haikutoka. Kuna wengine na pesa hizo, wengine wakalipwa, wengine hakulipwa, na wengine wakaambiwa toa kitu kidogo ili upewe pesa. Mnifahamu? Hao ndio viongozi wenu, ndio wanaotafuta umoja wa Zanzibari. Wakaenda wakalipwa watu kiajabu ajabu. Unasikia? Lakini wale waliozungumzwa na tume hawakutekeleza, kwa sababu tu anaona aibu kutaja neno kafu. Ndio walioanzisha hili. Wao wakataka asitaki, ACT ni mjukuu wetu. Yeye kaja atoka kwenye mwafaka, kwa sababu kaja 2014. Mwafaka serikali ya mwisho imekaa 2015. Tumeelewana? Kwa hivyo sisi, ndugu yangu wali, hatusemi kwamba tutakwenda choma moto au tutaangalia aliyepigwa kura kakatu kidole. Hatufanyi hivyo. Tutasema alimradi hatuvunji sheria, na moja kusema ni kama hichi tunachokisema sasa hivi, kwa sababu ni haki yetu kikatiba, ni haki yetu kwa mujibu wa chama chetu, na hatuvunji sheria, na tunajitahidi sana kuepukana na maneno ya uchochezi kama watu wengine walivyozoea. Naam ndugu yangu. Naam. Kama mnasema ACT siku zote mkuu babu anaingia mkuu wake ndani. Sasa kwa maana mpaka mfika hapa kazi kwenu wameongea mambo gani kutokana na CCM kwamba hawezi kuingia katika serikali hii mpaka itekeleze moja mbili tatu, maana yale ambayo ambao wanafunzi wao pia mmefahamu. Unajua kuna wajukuu watukutu ambao kuwa hawamsikizi mama wala hawamsikizi babu. Na huyu Mbeya City ni mjukuu mtukutu. Tumejitahidi sana kumlea kwa mapenzi, kwa sababu nyinyi alikuwa hamjui kwamba wale wamechukua mali za kafu, kwa sababu Sirisi kama mzee hajakufa. Leo wanaanza kurithi mali ya kafu wakati kafu yupo. Mnifahamu? Moja kati ya utukutu kwamba wewe unapita misikitini unasema umeibiwa, umefanya nini. Tushamnasihi, usiseme kama umeibiwa, kwanza rudisha mali ya watu ulioiba. Ndio wewe mali yako hiyo hutoibiwa. Lakini kama wewe waiba, na wewe utaibiwa. Kwamba ukimfanyia mtu ubaya, hivi vidole vinne hivi, ukimwonyesha kimoja cha ubaya, hivi vitatu unajionyoshea mwewe, huyo anakuwa shahidi. Kwa hivyo ACT tumemnasihi sana, na tutaendelea kumnasihi kwa sababu tunamjua, na kuna mambo ya ndani zaidi tunayafahamu. Waswahili wanasema, usemi wa Kipemba, walipokaanga tuko chini ya lile gae wanalokaangia. Tunajua mpaka uchaguzi ulivyokuwa, tunajua mpaka namna gani wakasimamisha wakastopisha ngusupu. Hatutaki kuyasema kwa sababu mjukuu wetu ni mwenetu, mengine tutamstiri. Lakini ikifika pahala kwamba tuseme, tutasema. Tunachomuomba mjukuu wangu, nenda kaingie katika serikali ya umoja wa kitaifa, ili nia yako ya matakwa ya Wazanzibari utasema kweli unatetea Wazanzibari. Serikali ya umoja wa kitaifa haikupigwa kura na kafu bwana, imepigwa kura na Wazanzibari wote. Sasa leo utasemaje kwamba mimi natetea umoja wa Zanzibari? Wazanzibari hawa walichokizaa umekikataa, lakini unawaambia wakilishi ingieni, kwamba mchuzi ni halali lakini nyama ni haramu. Yeye kuingia ni haramu,
lakini mwakilishi kuingia kenda hapa ni halali. Ndio unafiki. Na ndio ukasema ndani ya ACT, ndani ya wajukuu zangu kuna magogen hawataki serikali ya umoja wa taifa, kama alivyozungumza yeye kwamba kuna watu wako ndani ya CCM wengine wana vyeo vya juu, wengine ni wakubwa, hawataki muafaka. Kumbe ni korosheni, aliyekuwa hataki ni yeye. Mmeipata utafsiri? Maswali nyingi kuna. Shamaliza. Nitosheka. Ndugu waandishi, kwanza nawashukuru kwa kuitikia kwa vizuri tu. Ni mategemeo yetu siku nyingine tukiwaita mtakuja. Leo tumeonja tu, kuna mambo mazuri tutayasema. Yajayo wasema ni wengine wasema neema tupu, wengine afurahisha. Kwa hivyo ni neema yenye kufurahisha, sio neema yenye kukarahisha. Tunaamini mtaripoti vizuri, na kwa sababu hatukuwa na press release tumezungumza haya, lakini naamini mmepata ufahamu mzuri juu ya kile ambacho kwa tumekizungumza. La mwisho, si lazima, Mheshimiwa Rais, sisi chama cha wananchi CUF tunakuomba uwafikirie watu waliovunjiwa nyumba Mtoni. Wewe ni muumini mzuri, lakini vile vile uwafikirie wale waliozama na meli. Ikiwa leo uliweza kuwafanyia utaratibu wakalipwa wale watu walioibiwa na Master Life, sidhani kwamba utaweza ukashindwa watu ambao kuwa hata haki ya muafaka imewazungumza, watu waliovunjwa majumba. Na mimi naamini kwa Dr. Hussein kutokana na uungwana wake, lakini namna ambavyo kuwa anawapenda Wazanzibari, anapenda umoja wa Zanzibari, hili jambo kwa asilimia kubwa atalitekeleza, kwa sababu hata mara moja niliwahi kupata fununu na ile timu ya wale waliopata athari ya kuzama na meli, kwa sababu wale walikuwa wanatembea na orodha ya watu wale waliopata athari, wakaambiwa mahakamani lazima walipe milioni 10 na wakawa hawana. Sio wengine walituchangia, lakini kwa haiwezi katosha. Kwa hivyo naamini kwa rais tulionao, marais tulionao, ningewaambia wale vijana waendelee kulipeleka kwa Dr. Hussein, na sisi tutaendelea kumkumbusha mpaka pale haki zenu zitakapopatikana. Asanteni sana ndugu zangu kwa kunisikiliza. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.